sikio la kufa. Ni timu kubwa, Haliwezi kusikia. wanashindwa kujua, Hawacheki na wowote. mji umepoa, Au hata wakipoteza wangekaza, hata ukiliweka dawa. wana imani naye. Sio hali gani mwana michezo mwenzangu popote ulipo, karibu katika siku nyingine nzuri, siku ya Jumanne kuweza kujadili yale yote ya kimichezo yaliyojiri hapa nyumbani na nje ya mipaka Tanzania. Kama ilivyo kawaida, mimi nikiapa Benedicto mwenzangu na Joakim Moshi, tuko hapa tumekuandalia yale yote ya kimichezo ambayo ungetamani kuyasikia. Kubwa zaidi tutakwenda kuangazia safari ya Azam ilivyokatishwa huko Zanzibar kwenye michuano ya Muungano. Nini zaidi basi kuja kujadili safari hiyo ya Azam FC ambayo katishwa kwenye michuano hiyo ya Muungano. Lakini huko kimataifa, leo ni usiku mwingine mzuri kabisa kwa wapenzi wa michuano ile ya klabu bingwa barani Ulaya. Vigogo kukutana leo ni nani na nani, basi tumekuandalia taarifa iliyoshiba kweli na uchambuzi mkubwa hasa katika matukio makubwa ya michezo usiku wa leo ndani ya usiku wa Ulaya. Mimi nikiapa Benedicto mwenzangu ni Joakim Moshi. Kama ambavyo nimekufahamisha hapo awali, heka za Sports Recap zimekuja katika siku nyingine nzuri, na heka hizi zinapewa nguvu kabisa na kampuni ya maji safi na salama Mega Purified Drinking Water, ambayo inatupa nafasi ya sisi kuweza kudunda katika viwanja kadhaa, na hata tukipata kiu basi tunaweza kukata kiu kwa maji masafi kabisa, maji safi na salama kutoka Mega. Kubwa zaidi bwana, tumeshuhudia usiku hapo jana Azam FC wakiondoshwa katika michuano ya kombe la Muungano mbele ya JKU mara baada ya full time mchezo kukamilika kwa mabao 2-1. Azam FC wakipoteza katika mchezo ambao pengine ulikuwa matumaini ya wao kucheza finali, pengine kutwaa kombe la Muungano. Azam FC ni kama sikio la kufa ambalo hata ukiliweka dawa haliwezi kusikia kabisa. Yaani Azam FC ni kama mgonjwa ambaye kila siku yeye anaongezewa drip. Kwa maana hata ukiangalia, mimi nilitegemea kwamba Azamu haya ndo mashindano yake, kwa sababu wangekaza kwa sababu kwenye ligi huoni kama Azam kuna chochote anaweza kufanya. CRDB tunajua tayari ashatolewa. Kwa hiyo mimi niliamini mashindano ya Muungano ndo angeweza hata kuwafariji au kuwapooza viongozi wa Azam. Ila kwa kitu ambacho kimetokea jana usiku, mimi mwenyewe sikutegemea. Kwa maana mchezo wa Azam waliushika kipindi cha kwanza mpaka tunaona wanapata goli wenyewe ndo walitangulia, ila JKU wakafanya comeback, kikatokea kilichotokea. Na kizuri zaidi au kibaya zaidi, yule mwalimu wa JKU ni mwalimu wa Azamu wa timu za vijana. Aliwahi kupita. Sio aliwahi kupita hadi sasa hivi. Na kule wa JKU walimuomba kwa maandishi. Na Azamu wakaona kwa sababu ni mwalimu wetu, kakulia hapa, kacheza hapa, tumemsomesha sisi, ngoja aende kwanza akafanya kazi na vijana, then atarudia ni mwalimu wa timu za vijana za Azam. Kwa hiyo Azam anawajua vizuri. Na hilo wenyewe waliingia kwenye mchezo wakiwa wanajua huyu mtu anatujua. Sasa sijui kwa nini hawakumheshimu pia. Mohamed Touz ni miongoni mwa makocha ambao walitarajiwa kufanya makubwa sana kwenye soka la Tanzania kutokana na CV yake, lakini pia kutokana na aina ya kikosi ambacho Azam wamekitengeneza katika msimu huu. Kikosi cha gharama kweli, wachezaji wenye ubora mkubwa. Wapo wa Colombia, watu walisafiri wakivuka milima na bahari kutafuta wachezaji, lakini hiki ambacho kinaonekana kwa sasa ni kama ni hakieleweki. Yani kumwambia mtu Azam FC wametolewa klabu bingwa barani Afrika, wamepoteza resi ya ubingwa ligi kuu ya NBC Tanzania bara, hawana uwezekano kushika nafasi ya tatu. Kushika nafasi ya tatu kwenye ligi ni hati. Leo wametolewa kwenye mashindano ya Muungano. Kuna mtu anaweza asikuelewe kabisa. Sasa hii yani Azam FC kwa wachezaji, mimi siongee na viongozi. Hapa naongea na wachezaji. Wanashindwa kujua kama Azam FC ni timu kubwa. Kwa maana gani? Wao wanaangalia tu Azam FC kwa sababu kuna mchezaji atakuja Azam FC atataka kuangalia status ya Azam. Anashangaa Azam hajachukua hata makombe mawili. Kwa hiyo naye atacheza tu kawaida. Ila angalia wachezaji wa kigeni wanaokuja kwenye hizi timu zetu mbili za Kariakoo. Angalia jinsi wanachokifanya. Angalia ni kwamba viongozi wao wenyewe kwamba wanajua kabisa hapa nipo labda ni Yanga au ni Simba, natakiwa nichukue ubingwa, natakiwa nisaidie brand ya timu, nisaidie pia na timu kwa sababu ni timu kubwa. Ila ukiangalia wachezaji wa Azam wanaokuja wengi ni wa kimataifa, ni bora. Kwa mfano unamzungumzia Akaminko, Prince Dube leo yupo Yanga ila katokea Azam, umeona? Ila wanashindwa kujua thamani ya brand ya Azam. Wanacheza tu kama wakiwa timu za kawaida. Sawa, hao ni Azam FC ambao wamekuwa na hali mbaya kulikweli katika michuano ya Muungano, wakiondoshwa na JKU kwa mabao 2-1. Na JKU jana katika mchezo wao walikuwa wamevalia ile jezi yenye
wadhamini wa Fountain Gate Schools, na bila shaka shule za Fountain Gate leo wamiliki wanakenua meno kuona Azam wamechapika kweli katika michuano ya muungano, na hasa JKU akikata tiketi wa kucheza michuano katika hatua ya finali. Brand yako ikifika finali wewe lazima ufurahi bwana. Sawa, na usiku leo tutashuhudia Young Africans wakiwa dimbani pia kucheza dhidi ya Zimamoto kwa kusaka hatua ya finali. Zimamoto wakiwa wenyeji katika mchezo dhidi ya Yanga, na Yanga wameonekana wako serious, hawacheki na wowote. Na Yanga wanajua kwa sababu sasa hivi mji umepoa. Ni mji umepoa. Wanataka kidogo mji uchangamke kwa sababu wanaambiwa wamekimbia jiji. Wameenda mbali kidogo na jiji. Kwa hiyo cha kufanya wanabidi warudishie furaha. Maana sasa hivi ni mtu mmoja tu anayeongea kwenye nyumba. Either mama au baba ndio anayeongea sana. Kwa hiyo wanachotakiwa kukifanya Yanga wajipange. Nadhani game ya kwanza waliingia wakiwa wanajua timu zetu za bara zilishatangulia, Singida, Coast wakatolewa. Kwa hiyo Yanga alivyoenda alifanya vizuri, nimpongeze Mkane, alipewa nafasi akaonyesha. Kwa hiyo bado kuna wachezaji wanatakiwa kuendelea kuonyesha. Kwa hiyo ni game ngumu. Sioni Zimamoto kama wanaweza, japokuwa ndio wataingia kuonyesha kwamba sisi ni nani, kwa sababu timu za Zanzibar pia zime develop. Tumeona timu zinapoenda kubwa zinapata shida. Kwa hiyo pia utakuwa ni mchezo mzuri, pia ni mgumu. Sawa, utakuwa ni mchezo mzuri, pia ni mgumu. Hapo jana tulishuhudia zile heka za Simba kupokelewa. Tulishuhudia mashabiki wakiwa airport wengi sana, na hasa zaidi licha ya mvua kunyesha, lakini mashabiki hawakujali. Ni mapenzi ya hali ya juu sana ambayo pengine kwao Simba ni deni kubwa, hasa ukizingatia tayari wameshatinga hatua ya finali, au hata wakipoteza finali hakuna cha kuwadai. Hapana. Wakipoteza finali bado watakuwa na deni kubwa. Angalia umati uliokuwa pale Julius, utaona ile lavu. Angalia mvua inanyesha, watu wajali. Kuna mtu mwingine akiwa kwake akinyesha na mvua anakuwa mkali. Ila jana pale kakubali kunyesha na mvua, kaisubiria timu yake imefika. Simba wanahitaji pongezi na bado pia wana deni. Simba wanahitaji pongezi na bado pia wana deni kuhakikisha kile ambacho mashabiki wa klabu hiyo wamekionyesha katika mapokezi ya Simba kutokea Afrika ya Kusini mara baada ya kufuzu hatua finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, basi mapenzi yale yanalipwa vyema kabisa. Kufika hapo tupate mapumziko mafupi kwa taarifa nzuri kutoka kwa wadhamini wetu ambao ni Mega Purified Drinking Water, then tutarejea hapa kuangalia yale yote tu ambayo tumekuandalia katika anga za kimataifa. Hizi heka za Real Madrid na Carlos Ancelotti zimefika pagumu, na sasa rasmi baadhi ya ripoti zinaeleza hakuna uwezekano tena wa Carlos Ancelotti kusalia ndani ya Real Madrid, na mpaka sasa inatajwa kufikia michuano ya kombe la dunia ngazi ya club atakuwa ameshaondoka tayari, ameiacha Real Madrid. Doni safari yake inaelekea Amerika. Nadhani wa Brazil wana imani naye. Kwa hiyo kwa pale alipoifikisha Real Madrid hana cha ziada, kwa sababu tumeona msimu huu japokuwa bado hujaisha, ila sioni Madrid kuvaa medali. Yaani sioni Madrid kuvaa medali. Kwa hiyo Don kwa tu alofikia aende Amerika. Sasa tuna kitu ambacho kidogo tunajaribu kukiwaza hapa kwenye mpira wa miguu. Real Madrid ni miongoni mwa timu ambazo zina talent nyingi sana, na bila shaka wengi wanamkosoa kwamba ameshindwa kuzipangilia na kuzitudia talent hizo na zikamletea matokeo. Anakwenda Brazil ambayo ina vipaji vingi pia. Hatuoni kama tatizo lile ambalo alikutana nao Real Madrid anaweza likaenda kumsumbua ndani ya timu ya taifa ya Brazil. Mimi sidhani kama inaweza kumsumbua, kwa sababu tumeona walimu wengi wanapokuwa wageni mahali pia kuna mabadiliko. Sidhani kwamba zile tabia ambazo Vini anazifanya Madrid akiitwa national team bado atazifanya zile, kwa sababu Brazil ni taifa ambalo lina wachezaji wengi ambao yani uhitaji yani kuanza kuzungusha kichwa sijui nimuite nani fanya ni wewe tu, huyu ananifaa kwenye mfumo wangu, huyu ananifaa kwenye mfumo wangu. Kwa taarifa sasa tuangazie taarifa nyingine. Usiku wa Ulaya hii leo unakwenda kurindima pale nchini Uingereza katika mchezo wa kwanza kabisa wa nusu finali ya kwanza kabisa siku hii leo. PSG watakuwa ugenini kucheza dhidi ya Arsenal katika mchezo wa nusu finali ya klabu bingwa barani Ulaya. Bila shaka kile ambacho kilisubiriwa basi ni wakati huu ambao
watu wanakwenda kukishuhudia. Wengi wanasema wasiwasi ni Arsenal kuishia hapa mbele ya Paris Saint-Germain ambao wamekuwa ni watu wagumu kwelikweli, ni wamekuwa ni wajanja pia katika kucheza michuano hii katika hatua hizi za knockout. Tunakumbuka waliondosha Aston Villa katika hali ambayo watu hawakutarajia, lakini wanazungumza kwamba pengine ni watu ambao watasitisha safari ya Arsenal katika michuano hii. Kwa PSG mtu wa kwanza ninayemwogopa ni Luis Enrique, mwalimu wao, kwa sababu sio mgeni kwenye haya mashindano. Yaani haya mashindano hayahitaji mambo mengi, yanahitaji tu mambo machache ambayo yatakufikisha finali. Luis ashapita huko. Arteta bado ana kitu cha kujifunza, japokuwa anatakiwa pia prove wrong watu ambao wanaona sasa Arteta tushamvumilia inatosha. Kwa maana ukiangalia msimu karibia wa 4 Arteta timu ndio inapata tu mafanikio kushika nafasi ya pili, siku ya ngapi ya tatu, ila hawafikii malengo. Na kiu ya wana Arsenal sio tu kushika kwa sababu ni muda. Mara mwisho Arsenal nadhani kuingia finali ilikuwa 2006. Na kilichowakuta kila mtu bado ana akili kidonda. Kwa hiyo sidhani kama inaweza kuwa ni mechi rahisi, na ukizingatia group stage Arsenal ilikuwa na PSG akafanikiwa kushinda mechi zote mbili. Sasa sidhani kama itakuwa ni rahisi tena kwa hatua hii, kwa sababu ukiangalia PSG hawana wanachodaiwa tena friends. Tayari ni mabingwa, kwa hiyo wana medali zao. Na pia ukiangalia Arsenal huwezi sema anaweza kachukua ndoo. Liverpool kachukua ndoo juzi, kwa hiyo yeye mwenyewe macho yake ni michuano hii ya Champions League. Unajua kitu ambacho kinaongeza ugumu wa hii mechi ni vile ambavyo timu zote mbili zimetoka kufuzu katika ile hatua ya robo finali. Tulishuhudia Arsenal wakifanya kazi kubwa mbele ya Real Madrid, wakifunga Madrid nyumbani na ugenini. Ni kama Mikel Arteta anatishia sana kwa michuano hii ya Ulaya. Ukitazama hivi, licha kama Luis Enrique amekuwa na experience kubwa kuliko Mikel Arteta, lakini unaweza kusema kama yeye Arteta ndo anatishia zaidi katika mchezo huu. Mikel anatishia kwa maana ya kikosi. Pia nadhani kwa wachezaji ambao watawakosa ni Kai na sidhani nani mwingine ambaye anakosekana. Nadhani ni huyo kana Jesus na hizo ndo ambao wanakosekana. Ila ukiangalia Saka karudi yupo on form, ukiangalia Odegaard on form, Martinelli on form, Trossard on form, Merino unaona kashaingia kabisa kwenye mfumo. Kwa hiyo Arteta, ndio maana nakwambia Arteta hana tena kichaka cha kujifichia. Kina Saliba ndo wale pale. Laya tunaona kazi anaifanya. Kwa hiyo Arteta ni wakati wake pia kufanya vyema. Ni wakati wake. Sawa, Arteta ni wakati wake wa kufanya vyema, kuhakikisha kwamba anaweza kuisaidia Arsenal kuweza kutoa taji la klabu bingwa barani Ulaya. Na nikukumbusha tu mchezo mwingine utapigwa hapo kesho, tutakuja tujadili vizuri kama ambavyo tumeujadili mchezo huu. Kesho usisahau kuitazama Sports Recap ambapo tutaweza kukuletea pia mchezo mwingine wa usiku wa Ulaya. Na hii ni first leg wiki hii, lakini second leg ya semi final itapigwa wiki inayokuja. Baada ya hapo tutajua nani anakwenda pale Ujerumani Munich kuhakikisha kwamba anaweza kupata kitu ambacho kiko bora na kuweza kuondoka na taji hili la klabu bingwa barani Ulaya ambayo msimu huu imekuwa na ushindani mkubwa kweli. Kufika hapa tunafika tamati ya Sports Recap katika siku ya leo. Nilikuwa nami hapa Benedicto, mwenzangu ni Joakim Moshi. Ni kusitu endelea kusalia nasi, endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, lakini pia usisahau kuwa karibu na FTA TV, na ni vile ambavyo ukifahamu FTA TV 2025 hili ni chimbo jipya.